Hebu nikuulize swali ambalo huenda umewahi kujiuliza mwenyewe. Umewahi kujiambia mwezi huu lazima nitaweka akiba, halafu mwisho wa mwezi ukagundua hakuna hata shilingi iliyobaki? Kama jibu ni ndio, basi ujue hauko peke yako. Watu wengi wanaamini kwamba hawana akiba kwa sababu kipato chao ni kidogo. Lakini ukitazama kwa makini utagundua hata wenye mishahara mikubwa mara nyingi hawana akiba. Kwa hiyo tatizo ni nini? Je, ni kiasi cha pesa unachopata au ni namna unavyozitumia? Leo tutazungumzia makosa 7 ambayo yanawazuia watu wengi kujenga akiba. Na huenda moja kati ya makosa hayo ndilo limekuwa likikurudisha nyuma bila wewe kuligundua. Kabla hatujaanza, ningependa ukumbuke jambo moja. Akiba si kiasi cha pesa kilichobaki, bali akiba ni uamuzi unaoufanya mapema. Sasa tuanze kwenye kosa la kwanza. Kosa la kwanza ni hili: kusubiri kilichobaki. Hili ndilo kosa ambalo watu wengi hulifanya. Wanajiambia, nikimaliza matumizi yote, kilichobaki nitakiweka akiba. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi hakuna kinachobaki. Kodi, chakula, nauli, huduma za simu, mialiko, mahitaji ya ghafla. Mwisho wa mwezi unagundua kila kitu kimeisha. Wataalamu wengi wa fedha hupendekeza kanuni inayojulikana kama pay yourself first, iliyopewa umaarufu na George S. Clason katika kitabu cha The Richest Man in Babylon. Maana yake ni rahisi: jitengee akiba kwanza, ndipo upange matumizi mengine. Sasa jiulize swali hili kwa uaminifu. Je, akiba yako huja kwanza au huja baada ya matumizi yote? Baada ya kuwa umejiuliza swali hilo, hatua ya kuchukua leo ni hii. Ukipokea kipato chako kinachofuata, hata kama ni kidogo, tenga kiasi cha akiba kwanza. Usisubiri kilichobaki. Kumbuka hili: akiba haianzi unapopata pesa nyingi. Huanza unapojifunza kujitanguliza au kujilipa kwanza. Lakini hata ukiamua kuweka akiba, kuna kosa lingine ambalo huifanya isipate nafasi ya kukua. Ninaenda kulielezea. Kosa la pili ni hili: kutokuwa na kusudi. Watu wengi wanasema nataka kuweka akiba, lakini hawawezi kujibu swali hili: akiba ya nini? Ukikosa kusudi, ni rahisi sana kuitumia. Hebu fikiria, kama mtu angekupa safari bila kukuambia unaenda wapi, ungejisikiaje? Akiba nayo inahitaji mwelekeo: akiba ya dharura, akiba ya elimu, akiba ya biashara, akiba ya nyumba na kadhalika. Kosa la tatu ni hili: maisha kupanda pamoja na kipato. Unapata nyongeza. Badala ya kuongeza akiba, unaongeza matumizi: nyumba kubwa, simu mpya, nguo mpya, burudani zaidi. Bila kugundua, kipato kipya tayari kimepata matumizi mapya. Hali hii inaelezewa na Parkinson's Law, iliyoelezwa na Cyril Northcote Parkinson. Kwa lugha rahisi, matumizi yana tabia ya kupanuka kadri rasilimali zinavyoongezeka. Sasa hebu jiulize swali hili: mara ya mwisho kipato chako kilipoongezeka, akiba yako iliongezeka pia? Baada ya kuwa umejiuliza swali hilo, hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii: kila unapopata ongezeko la kipato, ongeza kwanza akiba kabla hujaongeza matumizi. Lakini hata ukifanya hivyo, bado unaweza kujikuta huna akiba kama ukifanya kosa hili linalofuata. Kosa la 4 ni hili: kuchanganya fedha. Akiba yako ipo kwenye akaunti ile ile unayotumia kila siku. Leo unatoa kidogo, kesho unatoa tena. Baada ya wiki 2 hakuna akiba.
Tatizo si kwamba hukuweka, tatizo ni kwamba uliifanya iwe rahisi kuitumia. Hebu fikiria, ukihifadhi sukari mezani bila kifuniko kwenye nyumba yenye watoto wadogo, itaisha haraka au polepole? Ndivyo ilivyo kwa akiba. Sasa hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii. Ikiwezekana, tenga akaunti au sehemu tofauti ya akiba. Ifanye isiwe rahisi kuitumia kwa hisia. Kosa la 5 ni hili: kununua kwa hisia. Ulikuwa hujapanga kununua, lakini ukaona tangazo ukajisemea, ni ofa nzuri au nitajinunulia tu. Baadaye unagundua fedha iliyokuwa iende kwenye akiba imeisha. Hebu jiulize swali hili kwa uaminifu. Ni mara ngapi umenunua kitu kwa sababu ulikihitaji kweli? Na ni mara ngapi kwa sababu kilikufurahisha kwa muda? Baada ya kuwa umejiuliza swali hilo, hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii. Kabla ya kununua kitu kisicho cha dharura, jipe saa 24 za kufikiria. Mara nyingi utagundua hukukihitaji sana. Lakini kuna kosa ambalo linaonekana dogo kuliko yote, naenda kulielezea pia. Kosa la 6 ni hili: kuahirisha kesho. Mwezi ujao nitaanza, baada ya deni hili kuisha, nikiongezewa mshahara. Maneno haya yanaonekana ya kawaida, lakini yanaweza kuchelewesha mabadiliko kwa miaka. Hebu jiulize swali hili kwa uaminifu. Ni jambo gani ambalo umekuwa ukiahirisha kuhusu fedha zako? Hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii. Anza leo, hata kwa kiasi kidogo. Kiasi si muhimu kama tabia unayoijenga. Na hapo ndipo tunafika kwenye kosa la mwisho. Kosa la 7 ni hili: kuamini akiba ni ya matajiri. Watu wengi husema, nikianza kupata pesa nyingi ndipo nitaweka akiba. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi hujifunza kuweka akiba kabla hawajawa na pesa nyingi. Akiba ni tabia, sio kiwango cha kipato au mshahara. Hebu fikiria, kama huwezi kutenga asilimia ndogo leo, ni nini kinachokuhakikishia utaweza kutenga kiasi kikubwa kesho? Hatua unayopaswa kuchukua leo ni hii. Anza na kiasi unachoweza. Lengo si ukubwa wa akiba ya kwanza. Lengo ni kujenga tabia ya kuweka akiba. Sasa napokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba niongee maneno haya. Leo tumeona makosa 7 ambayo huwazuia watu wengi kuwa na akiba. Huenda tatizo halikuwa kipato chako. Huenda lilikuwa maamuzi madogo unayorudia kila mwezi. Kumbuka, akiba si matokeo ya pesa nyingi, ni matokeo ya nidhamu inayojirudia. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni lipi kati ya makosa haya 7 umeligundua kwenye maisha yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza kwa pamoja. Kwenye video inayofuata tutazungumzia jambo ambalo linaonekana la kushangaza. Kwa nini watu wenye mishahara mikubwa bado wana madeni? Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.